Barua ambayo rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore aliyoiandikia rais wa nchi ya Kenya William Ruto imeshtua wengi. Ujambo na karibu. Mvutano wa kidiplomasia ulitanda ikulu ya Nairobi siku ya Jumamosi baada ya kuwasili kwa barua ya siri kutoka kwa rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore iliyowasilishwa moja kwa moja kwa rais William Ruto kupitia umoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika taifa hilo la Afrika Magharibi, Oumarou Yobre, ambaye ni mkuu wa baraza la kitaifa la usalama wa taifa wa Burkina Faso. Ujio huo wa ghafla na usiotangazwa mapema uliibua hisia mseto baada ya ikulu ya Kenya kuthibitisha kupitia ukurasa wake rasmi wa X, ambao zamani ulikuwa unajulikana kama Twitter, kuwa Rais Ruto alipokea ujumbe wa heri kutoka kwa mwenzake wa Burkina Faso. Hata hivyo, kimya kuhusu maudhui halisi ya barua hiyo na ukweli kuwa iliwakilishwa kwa njia ya kificho na afisa wa juu usalama wa taifa hilo umeibua wingu la tetesi na maswali mengi kutoka kwa wananchi na wachambuzi wa kisiasa. Na katika taarifa rasmi, ikulu ilisisitiza kuwa Kenya na Burkina Faso zinashirikiana katika nyanja za biashara, diplomasia na kubadilishana tamaduni. Hata hivyo, ukali wa usiri wa ujumbe huo umewafanya wengi kutia shaka kuhusu ajenda halisi ya mazungumzo hayo, wakihusisha tukio hilo na mikakati mikubwa ya bara, hasa katika kipindi ambacho Burkina Faso imejipambanua kama taifa linalopinga ushawishi wa taifa ama mataifa ya magharibi na kujiegemeza zaidi katika harakati za Pan-Afrika. Na katika majukwaa ya mtandaoni wa Kenya, wengi wamehusisha barua hiyo na masuala ya kijasusi, usalama wa kidijitali au hata mipango ya muungano mpya wa bara la Afrika wenye misingi ya kujitegemea kiuchumi na kiusalama. Wengine wamekwenda mbali zaidi na kutaja uwezekano wa Kenya kujiunga na mkondo wa mataifa ya Afrika Magharibi yanayotafuta kujiengua kutoka kwa mfumo wa kidola ya zamani wa kusisitiza mamlaka kamili ya kisiasa na kiuchumi. Kinachoonekana wazi ni kwamba tukio hilo halikuwa la kawaida. Barua iliyofungwa na kuletwa na kiongozi wa ngazi ya juu na wa usalama wa taifa la kigeni si jambo la mialiko ya kawaida ya kidiplomasia. Badala yake inaashiria mpango au maelezo ya kisera ambayo yanahitaji usiri na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya wakuu wa nchi. Na kwa kuzingatia uhusiano unaoimarika kati ya Kenya na mataifa ya Afrika Magharibi, hususan katika juhudi za kuunda sera za pamoja za kidijitali, biashara huru na usalama wa kikanda, kuna kila dalili kuwa ujumbe huo unaweza kuwa sehemu ya mikakati mpya ya kushirikiana kwa karibu zaidi baina ya mataifa yanayotafuta mwelekeo mpya wa maendeleo ya bara. Na wakati maudhui ya barua hiyo yakisalia kuwa siri, hali ya wasiwasi na hamu ya kujua yaliyomo inaendelea kutanda, huku nchi ya Kenya ikionekana kuwa kitovu cha mijadala mikubwa, hasa ya mabadiliko ya kijiografia na kisera barani Afrika.